Tukiwa tunaelekea ukingoni katika simulizi yetu pendwa, simulizi ambayo imesheheni visa na mikasa, simulizi ya kweli, simulizi inayokwenda kwa jina la Joka la Ajabu Kijijini Kwetu. Ni moja kati ya simulizi ambayo imesheheni hisia za kweli, lakini pia matukio ya kweli ambayo yametokea. Tulipoishia tulikutana na kadhi ambayo iliweza kujitokeza katika kijiji ambacho wakazi walikuwa wakiishi kwa wingi katika kijiji hicho. Moja ya kadhi ambayo iliweza kujitokeza ni kuhusiana na wingu zito ambalo liliambatana na mvua na radi kali ambayo iliweza kudondoka. Lakini punde tu ulisikika mlio hatari ambao ulikuwa ukisogea katika maeneo ya makazi ya wanakijiji. Baada ya muda, joka la ajabu, joka kubwa liliweza kujitokeza. Lilifanikiwa kuua takriban wanakijiji 35 kwa muda dakika 15 tu. Na ndipo wanakijiji walipoamua kutumia dhana ya jadi kumfukuza nyoka yule pale. Moja dhana ambayo aliweza kutumia ni kuchoma moto baadhi ya makazi yao. Na nyoka yule baada ya kuona moto mkali akaweza kutokomea eneo la msituni. Ndipo akajitokeza kijana mmoja katika kikao ama mkutano wa dharura ambao uliletwa na mwenyekiti Mzee Akili Mingi. Kijana aliyefahamika kwa jina la Masumbuko, ambapo yeye aliwaahidi na kijiji kujitoa kwa ajili ya kwenda kupambana na joka hilo huko msituni. Wanakijiji walikuwa na kigugumizi kumpa nafasi ama kumruhusu kijana yule kuweza kwenda, kwa sababu wote kwa pamoja walishuhudia maunyama ambayo yalifanywa na nyoka yule kwa muda wa nusu saa pekee. Ni nyoka ambaye alikuwa na uwezo wa kumeza watu hata 100 kwa dakika moja. Ni nyoka ambaye alikuwa na nguvu, mrefu, nyoka ambaye alikuwa ni mwepesi pale tu anapotaka kufanya matukio ya kutisha. Wanakijiji wakajiuliza, Masumbuko ukimtazama na kilo zisizozidi 100, unakwenda kupambana na joka lenye kilo takriban 1000, utaweza kweli? Haya ni moja kati ya maswali ambayo wanakijiji walikuwa wakijiuliza kimya kimya. Lakini kutokana wengi walitamani kuona nyoka yule akisambaratishwa, basi walimruhusu tu aende kupambana na nyoka yule. Wakajitokeza vijana wapatao 15 wengine ambao walikuwa tayari kwenda kumsapoti kijana Masumbuko. Safari ikaanza kupangiliwa, wakajiandaa na zana mbalimbali za asili. Wakapelekwa katika maeneo mbalimbali ya matambiko ya kijiji kwa ajili ya kutambikwa na kupewa zile dawa za kiasili kabisa, ili tu ziweze kuwa kinga pindi tu watapokuwa wanashambuliana na joka lile. Basi walipigwa chale, zikachukuliwa damu zao, zikakabidhishwa kwa mizimu. Lengo kuu likiwa ni kuwapa ulinzi wa kiasili pindi tu wanapokwenda mashambani. Basi wakatengenezewa na dhana asili ikiwemo mkuki, shoka, sime, panga, kiberiti na vitu vingine vingi ikiwemo vyakula. Wakafungashiwa. Ilikuwa na usiku wa Ijumaa, safari ikaanza. Mdogo mdogo wakaanza kujiongea kuelekea msitu Mafi. Msitu ambao ukiuanza utauona ni mdogo, lakini utakapoingia katikati ni msitu mzito, msitu ambao umesheheni kila kitu, msitu ambao hata upige mayowe kiasi gani, yowe zako zitaishia tu ndani ya msitu kutokana na ukubwa na unene wa miti ambao unapatikana katika msitu wa Mafi. Basi mdogo mdogo wakaingia taratibu, wakaacha kijiji na kuelekea ndani kabisa ya msitu. Baada ya kufika katikati ya msitu, mambo yakaanza kubadilika taratibu. Ngurumo kali za radi zikaanza kupiga. Wingu zito, wakati dakika chache zijazo walitoka kukiwa ni kweupe pe, walishangaa kuona wingu likianza kujitandaza katika mawingu. Giza likaingia ghafla. Mvua ikaanza kushuka.
wakatafuta miti ili waweze kujibanza. Mungu si Asumani ilipiga radi moja matata, ilifanikiwa kusambaratisha mti. Eneo la mti ambalo limesambaratishwa alikuwa hapo kijana Paulo, naye safari yake ikawa imeishia hapo. Safari ya vijana 7 wamebakia 6. Paulo tayari amekwenda na maji. Kwa pamoja waliumia sana, walihuzunika, lakini hawakuwa na budi. Ilibidi safari iendelee, huku mvua kubwa ikiwa inapiga. Taratibu wakapita sehemu yenye nyasi fupi fupi. Lakini kijana Meshaki alihisi kitu, aliona kama kwa mbele kuna kama majani yanarazwa, means kwamba kuna kiumbe kinakuja kwa kasi sana. Wakati anajipanga kuwastua wenzake, akashikwa miguu. Masumbuko na wenzake kugeuka, wakashangaa kumuona Meshaki ametupwa upande wa mbele na majani yanalazwa kwa kasi, yani kuna kiumbe kinamfuata kwa kasi sana. La haula! Kiumbe kile kilisimamisha kichwa. Ni nyoka mkubwa, nyoka wa kutisha, nyoka ambaye hajawahi kuonekana duniani. Taratibu Masumbuko na wenzake wakashuhudia kijana Meshaki akiwa anamezwa na nyoka lile. Ilibidi waanze kukimbia mbio, ili mradi tu wasiweze kuzulika wengine. Lakini njia ambayo alipita kijana John ilikuwa ni njia ya hatari, kwa sababu kulikopo kuna mitego ya wanyama mbalimbali. John akajikuta anaingia kwenye mtego wa nguruwe ambao ulitengenezwa na vyuma vizito. Vyuma vile vyote vikamdondokea John kichwani, na John papo hapo akapoteza maisha. Safari ya watu 7 tayari 3 wamefariki dunia, wamebakia 4. Safari inazidi kunyong'onyea. Basi Masumbuko waliendelea kujiongea, huku akiwataka wenzake wachukue tahadhari, wasipite sehemu ambazo wanahisi kabisa ni sehemu za hatari. Wakati wanasogea mbele, ilipiga radi moja hatari ikasambaratisha na mti. 2 kati ya 4 wakapoteza maisha papo hapo. Safari ilikuwa ni hatari sana. Katika safari amebakia Bakari na Masumbuko. Bakari na Masumbuko walikaa. Masumbuko alianza kujutia safari ile, na huku akitamka maneno, sijawahi kukutana na kadhia kama hii. Hii inaonekana kuna mkono wa mtu, si bure na si matukio ya kawaida. Wakati wanaendelea kujiuliza, nyoka yule alikuwa akimzunguruka Bakari pasi na kujua. Dakika 2 mbele, Bakari anakuja kustuka, anakumbana na mdomo wa nyoka ambao tayari ulifunguka kwa lengo la kumeza Bakari kwa wakati ule. Masumbuko alikimbia huku akipiga yoe, kwa sababu safari ile amebakia peke yake na hajui wapi anaelekea. Masumbuko alikimbia huku na kule, huku akipiga kelele. Bahati mbaya Masumbuko, njia aliyoingia haikuwa njia nzuri. Alivamia mtego wa nguruwe. Masumbuko alipigwa na vyuma vile maeneo ya magoti ya miguu na kupoteza fahamu papo hapo. Alilala pale takriban usiku mzima. Asubuhi, mitego ya nguruwe alikwenda kukagua mitego yake, kama je kuna lolote ambalo limeweza kupatikana. Kwa bahati mbaya anasogea, anakuta ni mtu ambaye amekamatwa na mitego ile, huku akiwa hajitambui. Mzee yule alijitahidi kumwamsha ili tu kumhoji maswali, ilikuwaje akaingia msituni, sehemu ambayo haikupaswa mtu yeyote kuonekana.
Na mzee yule alikuwa akiishi maeneo ya msituni. Si unajua wazee ambao walikuwa akiishi kwa dawa, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuzulika na mabaya yote ya mwituni. Kwa bahati nzuri, Masumbuko akapata fahamu na akaojiwa maswali mawili matatu na mzee yule. Masumbuko akamwambia, mimi natoka kijiji Giani na tumekuja kutafuta mwarobaini kwa sababu wana kijiji wetu upotelea wanapokuwa mashambani. Mzee yule alicheka sana, alicheka kwa dharau na kusema kwamba, hivi mnaamini kwamba kiumbe kilichopo katika msitu huu kinaweza kuliwa kirahisi namna hiyo? Hilo ni swali ambalo mzee huyo aliweza kumuuliza Masumbuko. Basi mzee huyo alimchukua Masumbuko taratibu, akampeleka nyumbani kwake na kuanza kumpatia tiba za asili. Akampatia tiba taratibu, Masumbuko akaanza kupata ahueni. Masumbuko baada ya kupata ahueni alipata wasaa kukaa na mzee yule na kudiskasi mawili matatu. Mzee yule akasema, huyo nyoka ni mkubwa sana, niliwahi kumshuhudia, lakini alishindwa kunizuru kwa sababu nilipewa dawa na baba yangu ambaye tayari amefariki dunia. Akaniambia, hii dawa ukiwa nayo nyoka yule hawezi kukuzuru, lakini pia matukio ya ajabu ajabu msituni hayawezi kukukuta. Ndio maana mpaka leo naendelea kudunda katikati ya msitu ambao ni wa hatari sana. Mzee yule akaapa kumsaidia Masumbuko na wakakubaliana jambo. Kama tu wakikubaliana, jambo hilo linakwenda kufanyika. Tusikose mwendelezo ambayo itakuwa ni finale ya episodi hii hapa. Simulizi tamu, simulizi ya kusisimua. Cha msingi subscribe kupitia mitandao ya kijamii ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa tunakusogezea. Lakini nikudokeze tu, simulizi kali ambayo itakujia hivi karibuni ya Siri ya Kaburi ni simulizi ya kusisimua. Cha msingi endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii